Wapendwa familia ya Mungu na wasikilizaji wote wa Radio Tabora FM, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni katika tafakari ya neno la Mungu leo siku ya Jumanne katika Juma Kuu na mwaka B wa kanisa, tarehe 26 mwezi wa 3 mwaka 2024. Tunapoendelea na tafakari zetu katika kipindi hiki cha Kwaresma, leo tunaaswa juu ya maisha ya toba na kutenda matendo mema. Katika maandiko matakatifu siku ya leo, Yesu anatajwa kuwa nuru ya ulimwengu, naye anawaaga wanafunzi wake kabla ya mateso, kifo na ufufuko wake, akiwaambia kuwa mmoja wao atamsaliti. Lakini wanafunzi wake hawakumwelewa mpaka yalipotokea ndipo wakamwelewa. Masomo yetu ya leo yanatoka katika kitabu cha Nabii Isaya sura ya 49 aya ya 1 hadi ya 6, na Injili ya Yohane sura ya 13 aya ya 21 hadi 33 na aya ya 36 hadi 38. Karibuni sasa tusikilize somo la Injili. Pale alipokuwa na mitume wake mezani, Yesu alifadhaika rohoni, akashuhudia akisema, "Amin nawaambia, mmoja wenu atanisaliti." Wanafunzi wakatazamana huku wakiona shauku ni nani amtajaye. Na palikuwapo mmoja wanafunzi wake ameegama kifuani pa Yesu, ambaye Yesu alimpenda. Basi Simoni Petro akampungia mkono, akamwambia, "Uliza ni nani amtajaye." Basi yeye hali akimwelekea Yesu kifua chake akamwambia, "Bwana, ni nani?" Basi Yesu akajibu, "Ndiye yule nitakayemtolea tonge na kumpa." Akatolea tonge, akalitwaa akampa Yuda mwana wa Simoni Iskariote. Na baada ya hilo tonge shetani akamwingia. Basi Yesu akamwambia, "Uyatendayo uyatende upesi." Wala hakuna mtu katika wale walioketi chakulani aliyejua sababu ya kumwambia hivyo. Kwa maana wengine walidhani kwa kuwa Yuda huchukua mfuko, ya kwamba Yesu alimwambia kama, "Nunua tunavyohitaji kwa siku kuu," au kwamba awape maskini kitu. Basi huyo akiisha kulipokea lile tonge, akatoka mara hiyo, nako kulikuwa ni usiku. Basi huyo alipokwisha kutoka, Yesu alisema, "Sasa ametukuzwa mwana wa Adamu, naye Mungu ametukuzwa ndani yake. Mungu naye atamtukuza ndani ya nafsi yake, naye atamtukuza mara. Enyi watoto wadogo, bado kitambo kidogo nipo pamoja nanyi. Mtanifuata kama vile nilivyowaambia Wayahudi ya kwamba mimi niendako ninyi hamwezi kuja. Kadhalika sasa nawaambia ninyi." Simoni Petro akamwambia, "Bwana, unakwenda wapi?" Yesu akajibu, "Niendako huwezi kunifuata sasa, lakini utanifuata baadaye." Petro akamwambia, "Bwana, kwa nini mimi nisiweze kukufuata sasa? Mimi nitautoa uhai wangu kwa ajili yako." Yesu akamjibu, "Je, wewe utautoa uhai wako kwa ajili yangu? Amin, amin nakuambia, jimbi hatawika hata wewe utakapokuwa umenikana mara 3. Neno la Bwana. Tafakari.
Nini kinatufanya tumsaliti Bwana wetu Yesu Kristo? Wapendwa taifa la Mungu, katika Injili tumesikia habari za Yesu kusalitiwa na mmoja wa wanafunzi wake. Kitendo hiki cha usaliti kilitokea baada ya Yesu kula karamu ya mwisho na wanafunzi wake. Kitendo hiki cha usaliti kilitokea Bwana Yesu Kristo, kwa kuwa ni Mungu kweli, alijua yote aliyowaza Yuda Iskariote moyoni mwake. Na kwa vile ni mtu kweli, pia alifadhaika rohoni mwake na kusema, amin nawaambia, mmoja wenu atanisaliti. Rejea Injili ya Yohane sura ya 13 aya ya 21. Yesu anafadhaika rohoni mwake si kwa sababu ya mateso anayoenda kupata, bali kwa sababu ya mawazo maovu ya Yuda Iskariote aliyokuwa anawaza, yani wazo ovu la kumsaliti Bwana wake. Wapendwa katika Kristo, pamoja na kwamba Yesu anaonesha kwa ishara yule atakayemsaliti, hawakumwelewa. Lakini Yuda Iskariote alikuwa kamruhusu shetani kumwingia, akawa na moyo mgumu, wenye kiburi na ukaidi. Harudi nyuma, anaendelea na mpango wake wa ubaya. Yesu kwa kujua hilo, anamruhusu Yuda kutimiza mpango wake kwa kumwambia, utendayo yatende upesi. Ukirejea Injili ya Yohane sura ya 13 aya ya 27. Pamoja na hayo, Yesu anaendelea kuwaonyesha upendo mkubwa kwa wanafunzi wake, ili yule aliye na mawazo mabaya ya kumsaliti aweze kufanya toba. Wapendwa, sisi tunapaswa kujitathmini na kutafakari maisha yetu. Ni kwa namna gani tunafanana na Yuda Iskariote na kumsaliti Bwana? Wapendwa, leo katika Injili tunaalikwa kila mtu atafakari ndani kabisa ya moyo wake, ni nini kinamfanya amsaliti Bwana wetu. Kumsaliti Bwana ni kwenda kinyume na mapenzi ya Mungu aliyotufundisha Bwana wetu Yesu Kristo, yani kutenda dhambi. Mara nyingi tunampa shetani nafasi na kufanya mambo mbalimbali kama kuacha kusali, kutokupokea sakramenti, kuacha kusoma neno la Mungu na kulitafakari, kuwa na chuki, ulevi, uasherati, kutozijali ndoa na familia zetu, na pia kukosa moyo wa upendo na ukarimu kwa wenzetu. Ni kweli kwamba hapa na pale tunakuwa wadhaifu. Hata hivyo, aliye imara ni yule anayenyanyuka kila anapoanguka na kusudia kutokuanguka tena. Hii inamaanisha kuwa tuwe watu wa kupokea sakramenti ya kitubio ili kujipatanisha na Mungu na kunuia kutomsaliti tena. Jambo hili linahitaji imani thabiti kama ya Petro, ambaye baada ya kumkana Kristo bado anatubu, na pale anaposhushiwa Roho Mtakatifu anakuwa thabiti na kulitangaza jina la Yesu hadi kwa gharama ya kutoa uhai wake. Yesu anamwambia Petro, niendako huwezi kunifuata sasa, lakini utanifuata baadaye. Wapendwa katika Kristo, Yesu anamwambia Petro kuwa hawezi kumfuata kwa wakati ule, yani hawezi kumfuata Bwana katika njia ya mateso na kifo, kwa kuwa bado yu mdogo katika imani. Ndiyo maana kusema alikuwa bado hajaelewa njia anayoenda kupita Bwana wake, njia ya mateso. Na kwa kudhihirisha hilo, Yesu anamwambia Petro, amin, amin nakuambia, jimbi yatawika hata wewe utakapokuwa umenikana mara 3. Lakini bado katika hali hiyo, Yesu anamwambia Petro, baadaye utanifuata, yani baada ya mateso, kifo na ufufuko wake,
na kushukiwa na Roho Mtakatifu, ndipo Petro atakomaa katika imani na kuanza kuitetea imani yake kwa maneno na matendo, hata kuwa tayari kufa kwa ajili ya Kristo. Wapendwa katika Kristo, mimi na wewe ambao tumekwisha kubatizwa na kupokea Roho Mtakatifu kwa njia ya sakramenti ya kipaimara, tujiulize, je, tumeweza kushuhudia imani yetu kwa maneno na matendo kwa kiasi gani? Au bado tu watoto wadogo katika imani? Wapendwa familia ya Mungu, Yuda Iskariote aliingiwa na Shetani kwa sababu alikuwa na tamaa ya kupata fedha, kama tunavyosoma katika Injili ya Mathayo sura ya 26 aya ya 15. Akasema, "Ni nini mtakachonipa nami ni msaliti kwenu?" Wakampimia vipande 30 vya fedha. Nasi leo wa Kristo, tusiposhinda tamaa za miili yetu, tutajikuta tumeanguka katika dhambi, na mbaya zaidi, dhamiri zetu zitakufa kiasi cha kutoogopa dhambi tena. Hivyo basi, tunaalikwa daima kudumu katika sala, ili tusije tukaingia katika tamaa na vishawishi, kama neno la Mungu linavyotuasa: "Kesheni, muombe msije mkaingia majaribuni." Rejea Injili ya Mathayo sura 26 aya ya 41. Tudumu katika kupokea Ekaristi Takatifu, ambayo ni mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, aliyotaka kutulisha hapa duniani ili tufikie uzima wa milele. Basi wapendwa, kumfuata Bwana wetu Yesu Kristo kwetu sisi hatupaswi kuwa kama watoto wadogo katika imani. Kumbe ni wakati wetu huu wa kumfuata Kristo kwa matendo mema na kujitoa sadaka kwa ajili ya wengine. Yaani tuwe wakarimu katika kuwasaidia wenye shida na mahitaji katika jamii zetu. Kwa hali na mali zetu tuwasaidie wahitaji. Na katika kufanya hivyo iwe ni kwa ajili ya sifa na utukufu wa Mungu, ili Mungu atukuzwe ndani mwetu, nasi tupate kutakatifuzwa. Tafakari hii imeletwa kwenu nami Frateri Renatus Deoscori Nawe, wa Jimbo Katoliki la Mbulu, mwaka wa 3 teolojia katika seminari kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume Kipalapala, iliyoko Jimbo Kuu Katoliki la Tabora.